Wakati huo huo, Azam TV imeamua kumtafuta mwenyekiti wa kamati za hesabu za serikali PAC, Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, kufuatia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete hapo jana alipokuwa akizungumza na wazee wa jiji la Dar es Salaam katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Na mwandishi wetu Florian Kaijage amezungumza na Zitto Kabwe katika kipindi cha Alasiri Lounge kwa mahojiano ya moja kwa moja, nikimaanisha live, akizungumza na waandishi ambao katika kipindi hicho cha Alasiri Lounge. Tupate kumsikiliza hapa Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe anasema nini akihojiana na mhariri mwandamizi Florian Rwemamu Kaijage. Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa kusema kuhusu habari za uchunguzi, lakini vile vile kumwajibisha waziri wa nyumba, ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Profesa Anna Tibaijuka, kuzungumza hapa katika kipindi hiki, katika mahojiano haya takayodumu kama kwa muda wa dakika 10 hivi. Ni Zitto Kabwe, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali ambayo ilitoa ripoti na baadaye kutoa maazimio ambayo rais alikuwa akiyazungumza hapo jana, maazimio 8 ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia huyu ni mbunge wa Kigoma Kaskazini kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Karibu sana Zitto Kabwe, mwenyekiti wa PAC katika mahojiano haya. Unaweza, mahojiano haya toka uamuzi wa jana, unaweza kusema ya televisheni ni ya kwanza, unaweza ukazungumziaje hatua ambazo zimechukuliwa na serikali za jana na hata za mwanasheria mkuu wa serikali kujiuzuru? Kwanza nashukuru kwa kupata nafasi kama hii. Wananchi ni vyema wafahamu kwamba bunge lilimaliza kazi yake. Bunge liliagiza uchunguzi wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ikapewa taarifa, ikaifanyia kazi taarifa, ikawasilisha bungeni. Taarifa ile ndani ya bunge ikapokelewa, kwa Kiingereza wanasema adopted, na maazimio ya bunge yakapitishwa. Na baada ya pale inabakia ni shughuli ya utekelezaji, na utekelezaji unafanywa na tawi lingine la dola ambao ni executive, ambao ni serikali. Na bungeni waziri mkuu alitamka kwamba maazimio yote ya bunge yatatekelezwa. Na jana tumemsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitoa maelezo na baadaye kuweza kufafanua azimio baada ya azimio katika maazimio yote yale 8 ambayo bunge lilitoa. Na kwa sasa kitakachofanyika ni kwamba sisi sasa kama kamati tunasubiri taarifa ya utekelezaji, taarifa rasmi ya utekelezaji. Vikao vya kamati vinaanza tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka huu. Kamati itakaa, itapokea taarifa rasmi ya serikali ambayo inapaswa kuwasilishwa na waziri wa nchi Mheshimiwa Lukuvi kwenye kamati. Kamati itajadili, kamati itoa taarifa yake kwenye kamati ya uongozi, na kamati ya uongozi itaelekeza kama tuingize ndani ya bunge, ili kuweza kwa wananchi wafahamu sasa taarifa rasmi ya utekelezaji.